Nilisema na waziri kipindi kilichopita cha tarehe 7 ambapo zaidi ya wananchi 30 walipiga simu, changamoto zilizoainishwa na kuweza kuchukuliwa na kuanza kufanywa kazi 26, lakini ningetamani toe mrejesho kwa changamoto chache ambazo tumeendelea kupokea mrejesho wake na namna ambavyo tumeendelea kufanyia kazi. Sasa mrejesho wa sema na waziri iliyopita, labda nianze na kero ya kwanza. Ndugu Hesibati Mtundu kutoka mkoa wa Morogoro amewasilisha lalamiko kuhusu ndugu yake aliyekamatwa na kupelekwa kituo cha polisi kwa tuhuma za wizi wa kuaminiwa wa kiasi cha shilingi milioni 85 kwa masharti ya dhamana yaliyowekwa na polisi, dhamana maandishi ya shilingi milioni 200 ambayo ndio yaliandikwa. Hata hivyo ndugu yake aliruka dhamana, yani alivunja masharti ya dhamana aliyopewa. Kwa hiyo amepewa elimu ya dhamana na anaendelea vizuri na jambo lake. Lakini kulikuwa na jambo jingine ambayo ndugu Joseph Benedict Mapunda, mafao yake tayari wizara imewasiliana na mlalamikaji. Yeye alisema kwamba alistaafu tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2017. Baada ya hapo alichukua likizo na baadaye miezi mitatu alipokea barua kwamba cheti chake ni feki. Kwa hiyo tumemwelekeza kwamba kwa sababu alikutwa na cheti feki na baadaye akawa amestaafu, afuate taratibu za PSSF, na tushamshauri na tumemjulisha aende ofisi za PSSF ili waweze kumpa ushauri wa kina kuhusiana na mafao yake. Liko jambo jingine ambalo lile la Mwanza la kiwanja double location, ambapo timu yetu ya wizara ilielekea Mwanza na mpaka hivi sasa iko Mwanza. Tunashukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza pamoja na kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Mwanza. Kwa kweli wameonyesha ushirikiano wa dhati kuhusiana na swala zima la mwananchi ndugu Andrew Ndalawa ambaye kutokea mkoa wa Mwanza. Alimilikishwa kiwanja mwaka 2007 na mwaka 2011 akamilikishwa mtu mwingine. Kwa hiyo leo hii tarehe 15 mwezi wa 5 wanakutana ofisini Mwanza kwa ajili ya kujadiliana swala hilo ili waweze kulimaliza. Kwa hiyo tutatoa mrejesho kwamba zoezi linavyoendelea kuhusiana na changamoto hii ya kiwanja kimoja kumilikishwa zaidi ya watu 2 mpaka 3. Kwa hiyo zoezi linaendelea na hatuachi kero yoyote ambazo zimeletwa hapa, zote tunazitolea mrejesho ili wananchi waweze kujua kwamba walichokieleza kinatakiwa kifanywe kazi au kero yoyote inatakiwa ifanywe kazi.